Siri 7 za maombi yenye nguvu. Rafiki yangu mpendwa, jina wewe ni wale watu ambao wanatumia nguvu kubwa kuomba, lakini unaona kama vile maombi yako hayavuki hata dari la nyumba yako. Je, umekuwa ukiomba maombi lakini maombi yako ni makubwa na maneno mengi, lakini matokeo ni kidogo sana? Umekuwa ukifanya vizuri, lakini leo nataka tuongeze uzito wa maombi yako kwa kuziangalia siri 7 za kimaandiko ambazo watu wa kwenye Biblia walizitumia kuomba na zikaleta matokeo. Mengine yalikuwa ni papo hapo, mengine yalishusha hadi malaika wakaja kurekebisha vitu kwenye mambo ya watu. Sasa usikae ukateseka wakati maandiko yametupa leo siri 7. Na hizi siri 7 nataka tuniongeze hivi, ni zinafungamana kwa zenyewe. Kwa hiyo lazima uzisikilize zote mpaka mwisho ili upate picha nzima kwa nini siri 7 za maombi. Baba, ninakushukuru kwa zawadi ya siri 7 za maombi ambazo leo zinakwenda kumgeuza mfuatiliaji huyu wa Patakatifu Media kuwa mwombaji mwenye matokeo. Asante kwa siri hizi nzuri ambazo tunakwenda kuzifunua moja baada ya nyingine katika siku ya leo ya Jumatano ya maombi, kwa jina la Yesu, amen. Siri ya kwanza ni maombi ya imani isiyoyumba. Maombi ya imani isiyoyumba, au tunaita the certainty prayer. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 6. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 6 anasema hivi, lakini na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lichukuliwalo na upepo na kupeperushwa huku na huku. Ngoja nikwambie hapa, anasema na aombe kwa imani pasipo mashaka, pasipo dukuduku, pasipo kujishtukia. Omba kwa imani. Usiombe maombi ukiwa umechanganya na wasiwasi wala mashaka. Kwa nini tunasisitizwa? Tunasisitizwa kwa sababu moja nzuri sana. Mtu anayeomba pasipo imani hana uhakika na uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Hana uhakika na uwepo wa Mungu mtawala. Anasema yeyote amwendeaye Bwana au Mungu ni sharti aamini ya kwamba Mungu yuko na ndiye anayetoa riziki na thawabu kwa wote wamwendeao. Kwa siri ya kwanza ambayo itaongezea energy na nguvu kwenye maombi yako, acha kuwa na mashaka hata kidogo. Na kataa sauti zote za mashaka ambazo zitakuingilia kwenye akili zako ili zikuchanganye. Acha kutilia mashaka maombi yako. Acha kabisa kutilia mashaka maombi yako. Imani isiyo na mashaka haioni ukubwa wa tatizo. Imani isiyo na mashaka inamwona Mungu aliye mkubwa kuliko kurogwa kwako. Inamwona Mungu aliye mkubwa kuliko madeni yako. Inamwona Mungu aliye mkubwa kuliko ukubwa wa maradhi na magonjwa yanayokutesa. Inamwona Mungu aliye mkubwa kuliko uraibu unaokusumbua. Inamwona Mungu aliye mkubwa kuliko dhambi zinazokutesa. Imani ikiwa kubwa ni sawasawa na mtu aliye na chombo kikubwa kuchotea baraka za Mungu. Kwa hiyo acha mashaka unapomwendea Mungu katika kuomba. Siri ya pili, kulitumia neno la Mungu kama msingi. Unapoomba ili kuongeza confidence ya upokevu wa majibu ya kimungu, lazima uende ukiwa na neno la Mungu ambalo unalitumia kuchukulia hicho unachokitaka kwa Mungu. Hii tunaita the legal ground of prayer, uwanja wa kisheria wa maombi. Sasa sikiliza, Mungu mwenyewe anasema 43:23 Isaya anasema hivi, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako,
upate kuhesabiwa haki. Pengine panasema upate haki yako. Sasa anaposema unikumbushe, alafu ndo anasema eleza mambo yako. Umkumbushe nini? Mkumbushe Mungu maneno yake aliyoyaahidi, aliyoyasema, ili upate haki. Maana yake nini? Neno la Mungu ni sheria. Ni kama uko mahakamani, ukitoa kifungu kimenyooka hivi, hata kama una haki, kwa sababu ya kile kifungu tu utasikilizwa na utapata haki yako. Sasa Mungu amesema umkumbushe neno. Watu wengi wanatanguliza maneno yao, watu wengi wanatanguliza kueleza mambo yao, lakini hawatangulizi maneno ya kisheria ya Mungu ya kwenye maandiko matakatifu, ili umfunge huyo Mungu kufanya alichosema atakifanya kwenye maisha yako, ikiwa utaenda na jambo la kwanza la imani isiyoyumba, the certainty prayer, maombi ya uhakika. Ndio maana nimesema hizi 7 zina intermingle, zinaingiliana. Sasa nikukumbushe mfano. Ukisoma Danieli 9 utamwona mtumishi wa Mungu Danieli anaomba, na katika maombi yake Danieli analifaa au anamkumbusha Mungu kitabu cha Yeremia aliyeahidi kwa miaka 70 wana wa Israeli watakaa utumwani Babeli. Anachukua reference na anaona miaka 70 imeisha, anasimamia pale kuomba. Nini kilitokea? Sio tu kwamba alijibiwa, Mungu aliteremsha malaika akamwambia, wewe Danieli, wewe unapendwa sana mbinguni. Yani hakuna mtu anayependwa kama wewe Danieli. Alafu maombi yako yamesikiwa. Sasa ndugu yangu, wewe unaongea maneno tu, unayatoa wapi maneno yako ya maombi? Eti unasema unaomba siku nzima. Hayo maneno unayoongea yana nguvu ya kisheria ya kumfunga Mungu afanye alivyosema afanye. Una reference yoyote ya maandiko matakatifu? Siri ya pili, ongeza neno la Mungu, kauli za kimungu, ahadi za Mungu katika kuongeza uzito na ukubwa wa majibu unayotaka kutoka kwa Mungu. Unaposimama kuchukua matatizo yako, mfano ni ugonjwa umekusumbua kwa muda mrefu, usikuze ugonjwa, kuza neno la Mungu. Linasema Isaya 53, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kuza hili. Kwa sababu gani? Mungu anasema nimelikuza neno langu au ahadi yangu kuliko jina langu. Alafu Bwana anafanyia kazi neno lake, sio maneno yako. Kwa kuza neno la Mungu kwenye maombi, kuza ahadi za Mungu kwenye maombi yako. Alafu usikuze utu. Bwana anatufuta ndani ya muda mfupi. Maana neno la Mungu lina nguvu na ni kubwa, lina power kuliko kashida, kuliko kulogwa, kuliko matatizo, kuliko kucheleweshwa. Nguvu la neno la Mungu ni kubwa, yenye uwezo wa kufunika kile unachopitia. Siri namba 3 inaitwa maombi ya moyo mnyofu. Zaburi 66:18. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Hivyo tu. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Sasa maovu sio dhambi peke yake. Hata kumwazia mtu mabaya wakati tunataka kumwomba Mungu umeharibu mfumo. System ya maombi haifanyi kazi hivyo. Maovu sio kumwazia mtu tu mabaya, hata kujiwazia mabaya juu ya uwezo wa Mungu katika kufanya hicho unachokitaka. Umefuta mfumo, umeharibu system ya maombi, haifanyi kazi hivyo. Kama ningaliwaza, kama kuna eneo ambao unapaswa ulifanyie kazi kwa wivu mkubwa, ni eneo la mambo unayoyawaza wakati ukiwa unaingia katika maombi. Kwa sababu anasema kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Kumbe unaingia kwenye maombi ukiwa na ufunguo
badala ya kufungua mlango wa baraka za Mungu unazozihitaji katika maombi, unafunga, kwa sababu fahamu zako, conscious yako, subconscious na mind, akili yako imejaa maovu badala ya kutubu na kugeuka. Sasa dhambi iliyotunzwa moyoni ni kizuizi cha network kati ya mwanadamu na muumba wake. Moja ya kitu ambacho kinaharibu ile network yako ya maombi, ya mawasiliano yako na Mungu. Unaona mchele chenga scratch, yana scratch sauti na scratch ya Mungu kwenye masikio yako, msikii vizuri. Baadhi ya majibu unashindwa kuchukua kwa sababu kuna dhambi izingayo, imezinga, imeharibu ile atmosphere, anga hewa la Mungu kupitishia sauti zake kuingia kwako. Ni rahisi sana ufanye nini? Rahisi sana, tubu. Maombi yenye nguvu huanza na toba. Maombi yenye nguvu huanza na toba, au tuyaboreshe kidogo. Maombi yenye nguvu huanza na sifa kwa Mungu, kisha tunatubu. Tunapotubu nini? Nasema tunasafisha njia, tunasafisha network ya kupokelea majibu ya Mungu. Mungu haangalie ufasaha wa lugha, anaangalia ukweli wa moyo. Kuna watu wengi ni mabingwa wa kutamka maneno ya kiroho katika maombi, anabubujika mpaka anatemeka na kuogopa, lakini yote hayo ni kama upatu uliao na shaba ivumayo, ni hakuna kitu ndani yake. Kwa nini? Moyo, intention ovu, nia ovu zimejaa ndani ya moyo. Safisha moyo wako unapoenda kwenye maombi. Siri ni ya muhimu sana ili upate kuandaa njia ya kupokelea vya Mungu. Siri ya 4, maombi ya kudumu. The secret of persistence in prayer. Siri ya kubaki katika maombi. Kubaki katika maombi. Luka 18:1. Akawaambia mfano. Anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Kumbe vingine sio kwamba Mungu hawezi kukupa. Unaomba vizuri sana, hoja unaziweka vizuri sana, lakini unawahi kukata tamaa. Unakata tamaa. Mwombaji na kukata tamaa ni kama mafuta na maji. Hauwezi kuwa unamwomba Mungu wakati huo mwepesi wa kukata tamaa. Lazima uwe bold. Lazima uwe na nguvu ya kubaki ukisubiri kwa Mungu wakati huo ukiendelea kuomba na kuomba. Ile mama, kuna mama mmoja kwenye maandiko aliwahi kudhulumiwa vitu vyake. Akaenda kwa hakimu au jaji ambaye alikuwa ni mkorofi sana. Yule mama akasihi, akamwambia naomba vitu vyangu, nataka haki yangu. Yule jamaa japo alikuwa ni gaidi korofi asiyefaa, lakini Mungu wa mbinguni anasema yule jaji alimpa, akasema nimpe haki yake, maana amedumu kunifuata sana. Alafu anasema, je, si zaidi Baba yenu wa mbinguni ambaye atazidi kuwapa ninyi sana Roho Mtakatifu wa mwombao? Kwa Mungu si dhalimu hata ashindwe kukupa. Kuomba kwa kudumu sio kumchosha Mungu. Shetani atawaingia mama mkwe wako, mama yako, baba yako, atawaingia wachungaji wako, waumini wenzako, marafiki zako wa karibu, kukuingizia maneno ya kiibilisi ya kwamba kuendelea kuomba unamchosha Mungu. Hata hivyo, ukiona amekaa kimya, acha, jiongeze. We ni mtu mzima, jaribu na upande mwingine. Wenda hata huko naye Mungu anafanyaga kazi. Usije ukasikiliza sauti hizo za kukatisha tamaa. Endelea kuomba, push, press, pray until it happen. Endelea kupress, sukuma maombi, sogeza kete za maombi. Mungu yupo, atakupa. Anaacha uombeombe muda mrefu hivi, wakati anakutengeneza na wewe, anakuandaa kupokea unachokitaka. Kwa sababu kama siku ya kwanza ya kuomba, capacity, uwezo wako wa kukibeba huyo mwanamke unayemtaka, uwezo wako wa kumwoa ukakaa naye ni mdogo.
unatakiwa katika level ya juu ya maombi ya kuzuia ya kuvumilia tagubu na tuchangamoto tudogo ambato bila kuwa muombaji sana usingeweza kuvumilia. Kuomba kwa kudumu ni kutoa nafasi ya Mungu kutenda kwa wakati wake. Hebu mheshimu basi Mungu. Wewe si umeomba? Nena utaratibu wake wa kutoa. Kwani ukimwacha afanye kwa utaratibu wake, wewe utapungukiwa nini? Mheshimu Mungu. Mpe nafasi ya kufanya anavyoona yeye. Maana chochote atakachokifanya kwako ni kwa faida yako. Kimsingi maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Hasa unataka tu kisha muomba Mungu akakupa, alafu ukimbie uone kwamba yatakupata tena mengine mabaya huko mbele, wenda tukakukosa hata mbinguni. Kwa Mungu anaacha neema ya kukutaka uendelee kuwa na persistence, udumuji katika maombi, ili pamoja nawe kupata hitaji lako na Mungu naye akupate. Ina raha sana kupatwa na Mungu. Siri ya 5, maombi ya kukubali mapenzi ya Mungu. Maombi ya kukubali mapenzi ya Mungu. The secret of submission in prayer. Kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 39. Akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa inawezekana, kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Yesu hakuomba yeye akiepuke kikombe. Yeye alikuwa anaendelea mbele na mission. Ila Mungu ikiwezekana, kikombe haka kenyewe ndo kaniepuke. Lakini sio kama mimi nipendavyo. Kile ulichokipanga kuhusu hiki kikombe, mapenzi yako yapate kutimia. Hilo ni ombi ambalo lilisababisha mbingu ikaachilia malaika. Baada ya muda kidogo malaika walishuka pale bustani ya Gethsemane, wakamhudumia Yesu, wakamtia nguvu Yesu, iliendelea kukikabili kile kikombe. Kwa nini? Baada ya kikombe alichopitia Yesu, kulikuwa na furaha kubwa sana huku mbele. Kuna ushindi mkubwa huku mbele. Kuna wakati unaomba, Bwana hiki kikombe kiniepuke, hausemi mpenzi yake yatimie. Kikikuepuka huku mbele utaendelea kuwa na machungu na huzuni kubwa. Lakini ukipewa stamina ya kimungu ya kukivumilia, ukakaa kwenye ratiba na ajenda za Mungu kwenye maisha yako, matokeo yake yatakupa raha kwenye maisha yako. Kwa jifunze kuomba mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu sio kitu ambacho ni abstract, yani kitu ambacho hakigusiki, hakieleweki. Lazima umwambie Bwana, katika hili mapenzi yako ni yapi? Nikinywe kikombe ili nipate faida ya unywaji wa kikombe hicho, au mapenzi yako ni yapi? Mungu ni mwaminifu, atakunong'oneza, atakwambia. Sasa lazima ujue katika hili Mungu anasemaje, na mapenzi yake yanafunuliwa ndani ya kitabu chake Biblia. Lazima uwe na maneno mengi ya Mungu ili ujue kwenye hili la ndoa Mungu anasemaje. Hapa kwenye madeni na uchumi mapenzi ya Mungu ni nini? Unaposema yatimie, ndio nyingine unayasikilia sauti ya Mungu kwenye mapenzi ya Mungu kupitia maandiko matakatifu. Siri ya 6, maombi katika jina la Yesu. The secret of authority. Maombi katika jina la Yesu. Naongea nawe hata kama ni Muislamu. Kama unataka kumwomba Mungu wa mbinguni, unamsikiasiaga Yesu. Chochote cha Mungu tunakipata kupitia Yesu Kristo. Yohana 14:13. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Huyo ni Yesu anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mamlaka yote mbinguni na duniani iko chini ya Yesu. Chochote mtu anachokihitaji kutoka kwa Mungu mwenye authority zote ni Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema Wakolosai, vitu vyote vimeunganishwa na yeye. Sasa lazima ujue kama unamwamini Mungu, kuna vitu vinaitwa the authority of a believer.
mamlaka ya mtu anayeamini. Lazima ujue wewe ni vitu gani ambavyo Mungu amekupa mamlaka. Una mamlaka, yani wewe una mamlaka juu ya shetani, juu ya kazi zake, juu ya majini, mapepo na mawakala wote wa kiibilisi na wachawi. Hiyo Mungu amekupa. Lakini kitu kingine cha pili, amekupa mamlaka ya kuvitamkia vitu visivyonena na visivyosema na visivyoenenda, visivyo na uhai, kufanya na kuobey na kutii kile ambacho umekitamka. Mfano, homa ni ugonjwa. Hauwezi ukaongea chochote, hauna akili, ni dude tuligonjwa, vijidudu, plasmodia, sio vinini. Unayo mamlaka ya kimungu ya kuiongelesha homa, kuongelesha virusi, mamlaka ya kuongelesha wanyama, mamlaka ya kuongelesha miti, vitu visivyogusika, dhoruba, na ukaviamuru vifanye unachovitaka vifanye, vikafanyika. Unasema nini mtumishi? Hii ni siri kubwa. Yesu aliongea na dhoruba, geographic condition, climatic condition, aliongea nayo akaiambia tulia, kukawa na shwari kuu katika bahari hile. Yesu aliongelesha homa iliyokuwa ndani yake, homa akaikemea homa. Kwa una uwezo wa kukemea gonjwa, ukaliongelesha na ukaliambia acha kumtesa huyu mtu, na likatoka kwa jina la Yesu. Sio mapepo yaliyomleta magonjwa, kaugonjwa kenyewe. Hii nayo umepewa. Kama ufundishwi, sasa ni matatizo yako kanisani kwenu. Kama hawakwambii, hasa ni mambo yako ya kidini, lakini Biblia isemi inakupa uhuru. Inakupa uhuru. Ukiwa na imani ndogo kama chembe haradali, unayo mamlaka kwa jina la Yesu kuambia mlima ng'oka. Sasa neno mlima, toa, weka chochote kile kikang'oka. Unaweza ukauambia mkuyu ng'oka, toka hapa, nenda baharini. Sasa mikuyu, iko mikuyu mingi kwenye maisha yako. Kwa nini jina la Yesu? Jina la Yesu ndio jina pekee linalotupa mamlaka ya kuingia katika ulimwengu wa roho, kwenye ufalme wa Mungu wa Baba yetu, kana kwamba hatuna hatia, hatukuwahi kutenda dhambi yoyote, wenye vibali vyote kama watu wapendwao, tukiwa tumefunikwa na haki ya Kristo na kuchukua chochote kutoka kwa Mungu kama yeye atakavyo tuelekeza. Lakini kwa nini jina la Yesu? Mapepo, majini, maagiza, wachawi, shetani havikutambui wewe wala havikujui. Vikikuangalia vina watu ni mtu mdogo, unapitika, unapigika kirahisi. Lakini vinatambua mamlaka ya jina ambalo umelisimamia. Ukisimama na jina la mchungaji wako, utapigwa makofi, utakimbia tu. Lakini ukisimama na jina lipitalo majina yote, jina la Yesu, jina lenye nguvu, lenye mamlaka zote mbinguni na duniani. Hakuna pepo, jini, mamlaka zozote zitakazoweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Jambo la mwisho la 7, siri ya mwisho ya 7, ni siri ya maombi ya shukrani. Unasema the secret of thanksgiving, praise and thanksgiving atmosphere. Siri ya angahewa ya maombi ya sifa na shukurani. Hii ni kitu kikubwa sana hiki. Naomba unielewe rafiki, mtoto wa Mungu. Naomba unielewe. Wafilipi 4:6. Anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Amesema haja zenu
na zijulikane kwa Mungu. Msijisumbue kwa madeni na kutesa. Usijisumbue kwa kushindwa kulipa ada ya watoto wako. Usijisumbue kwa magonjwa na kuhamahama hizo hospitali. Usijisumbue kwa stress ya kuachwa na kuachika. Usijisumbue kwa lolote. Lakini katika kila neno, kabla hujajisumbua, na itakuwa ukiendelea kujisumbua, kwa kusali, kuomba na kushukuru, haja zako na zijulikane kwa Mungu. Nikupe mfano. Paulo na Sila walikuwa gerezani. Hawakuomba Mungu awatoe gerezani. Naomba Baba unifungulie humu tunateseka. Uangalie tunateseka, we Mungu bana tufungulie, fanya muujiza. Hawakuangaika na hicho kitu. Walishukuru, wakasifu, wakaimba. Mungu akashughulika na masuala ya magereza, masuala ya milango, masuala ya makufuri. Bwana akashughulika nayo, wakati wao wanashughulika na kushukuru, kusifu na kumuinua Bwana ndani ya mioyo yao kwa njia ya nyimbo na maombi ya sifa na shukurani. Kimsingi siri ambayo waliijua imewahi kuandikwa kwenye Zaburi, nafikiri ni 22, kwamba Mungu anakaa kwenye sifa ya juu ya sifa ya Israeli. Shukrani kabla ya muujiza ni udhihirisho wa imani yako kwa Mungu isiyo na mashaka. Kimsingi maombi ya shukurani na kumsifu Mungu yanakufanya uingie kwenye angahewa moja kwa moja la uwepo wa Mungu katika eneo hilo ambalo maombi yanafanyika. Unakuwa kama Yoshua akiwa katika nchi ya maadui inaitwa Yeriko. Anakutana na jemedari wa majeshi ya mbinguni, Bwana wetu Yesu Kristo. Anapomuuliza, wewe uko upande wetu au upande wa adui? Anamwambia, mimi ni kamanda wa majeshi ya mbinguni. Vua viatu vyako. Mahali hapo ni mahali patakatifu, ni mahali pa ibada, ofisi iliyojaa ushirikina. Ingiza ibada, unaleta uwepo wa Mungu. Waliokuwa wanatawala watakuwa chini ya Mungu anayetawala. Duka kwenye mtaa ambapo ushirikina umezidi na kushindikana, fanya duka lako na eneo hilo kuwa angahewa la uwepo wa Mungu, kwa kusifu na kushukuru na kutokunung'unika, na Mungu anatawala eneo hilo, na vitu vilivyofungwa vinaanza kuachiliwa bila hata wewe kuvitaja wala kuomba Mungu avifungue. Matatizo mengine ambayo umejibebesha ni matokeo ya kulalamika na kuviombaomba vitu sana, badala ya kuchukua nusu ya muda wako wa maombi kumshukuru na kumrudishia Bwana sifa, wakati yeye anashughulika na tuvifungo na tushida na tutabutabu na tukusumbua. Kimsingi kuhusu maombi, kuna fungu linasema, Isaya, itakuwa hata kabla mjaomba mimi Mungu nitajibu. Kabla hujasema unataka ukimwi unaokusumbua Mungu ayeyushe virusi vyote, vigeuzwe viwe seli hai, zile white blood cell, vigeuzwe vyote vya white blood cell. Inawezekana kwa Mungu. Nothing is impossible. Mungu atakuwa ameshavigeuza. Sasa kabla hajavigeuza, wewe utakuwa unafanya nini wakati huo? Praise and worship and thanksgiving. Sifu, abudu na kushukuru. Mtumishi wa Mungu, siri hizi 7 sio nadharia, ni silaha za kivita. Kwa ulimwengu wa kimwili, haya ndo yale unasikiaga yaitwa B12 boma, B2 boma, B52 ndo haya sasa unasikiaga haya. Hypersonic biso, silaha za nyuklia za kina Kim Jong-un ndo hizi sasa. HIMARS, zile silaha za Kimarekani zinazotumia kule Urusi, madroni yale ya kivita yale, shahedi zile, ndo hizi ambazo nilikuwa nakupa sasa hivi. Ni vitu halisi, na kama ninakuombea kwa Mungu, kama utakubali kuvifanyia kazi kwa dhati,
utauona mkono wa Mungu. Nataka Mungu ageuze maisha yako. Usisikilize tu hivi vitu kama vitu vya kawaida. Anza kuviapply consistently bila kuchoka, na utauona mkono wa Mungu. Baba, nakushukuru kwa mtoto wako, kwa kuwa amesikia hizi siri 7 za maombi. Ninakushukuru kwa kuwa ameamua kuanza kuzifanyia kazi tangu sasa hivi. Ninamwombea Mungu wa mbinguni, atakapoanza kuapply siri yoyote kati ya hizi, Bwana, hapo hapo na udhihirike kwake kwamba ni Mungu uliye hai. You are not a dead God. Wewe sio Mungu uliyekufa. Nguvu zako zikaachiwe kwenye maisha yake, akaanze kuona majibu ya papo hapo ya uweza wa Mungu kwenye maisha yake. Kama ni magonjwa, Bwana, atakapoenda tu kupima tu kwa kiki akute Bwana vile vidude vimetoweka mara, yani vimekimbia mbali kwa jina la Yesu. Huyu ambaye anasumbuliwa na vinguvu vya giza na vimevuruga familia yake, vimevuruga future yake, watoto wake wamekuwa walevi wa kutupiwa ulevi, wengine wamekuwa ni watu waliokosa mwelekeo, kuna vitu wanavifanya vitoi matokeo, katika jina la Yesu. Tangu sasa nampa hii assignment, atakapoanza kuapply chochote kati ya hivi 7 ambavyo tumevisema hapa, Mungu aanze kuona tangu sasa mkono wako, aanze kuona majibu tangu sasa Baba, kwa jina la Yesu. Aanze kupokea baraka za majibu ya maombi yake kwa nguvu kutoka juu. Sababu Mungu ninamwombea Baba wa mbinguni, Bwana, kama kuna gonjwa lolote linamsumbua, litoweke na kuteketea tangu sasa kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila nguvu za kale kaadui na vibaraka wake kwenye maisha yake. Ikiwa ni dhambi ndio inamletea huzuni, Baba, umesema ombi la imani litamponya mgonjwa huyu, na kama ametenda dhambi atasamehewa. Baba, msamehe kwa jina la Yesu. Ninaomba haya nikiamini ya kwamba umetenda. Ninamwombea baraka za Bwana ziwe juu yake, nuru ya uso wako imwangazie Bwana. Akabarikiwa ingiapo, abarikiwe atokapo, abarikiwe kapu na akaunti zake za benki Bwana. Mipango yake ikanawili na kushamili kwa jina la Yesu. Tena kama alikuwa na mipango ya kiwilaya, aanze kuweka mipango ya kitaifa na kimataifa kwa jina la Yesu. Maana wewe si Mungu wa vitu vidogo na vitu viduni. Mtendee na zaidi katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.